Mwezi wa 4 tukiwa tunasogelea mwezi wa 5, na na hakika umejiandaa vya kutosha kwa sababu wewe ni mdau mkubwa wa michezo. Mwezi wa 5 ukifika ndo ligi karibia zote huwa zinamalizika. Umeenda ukajiuliza ligi yetu ya Tanzania bara itamalizika kwa namna gani, kwa namna ambavyo viporo vimekuwa vingi kwa wekundu wa Msimbazi Simba, na ndio sababu ya kuiweka kick-off number 1 kutazama viporo ambavyo vipo kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Ratiba imewabana kweli kweli na mashindano ni mengi ambayo wanashiriki wataweza kutoboa kama ambavyo imekuwa kiu ya mashabiki wengi wa wekundu wa Msimbazi Simba. Tutaitazama hilo. Kick-off number 2 tumeiandaa vya kutosha kwa ajili yako. Kurasa za magazeti pia zipo za kumwaga, ni wewe tu kukaa na sisi na kutazama kila ambacho tutakupatia. Review na preview tutazama. Wewe ni shabiki wa Arsenal, tulia hapo hapo, uchambuzi upo kwa ajili yako kuhusiana na mechi ya UEFA Champions League ambayo tuliitazama hapo jana dhidi ya PSG. Karibu sana kama unajiunga nasi hivi sasa. Kick-off number 1 ndio tunaenda kuanza, na kwanza ni ratiba ya michezo ya ligi kuu ya Tanzania bara upande wa Simba ambayo ina viporo vingi sana. Bisai Steven Kachero kabisa wa kimataifa. Ukitazama ratiba ya kutoka tarehe 2 hadi tarehe 14 ambayo wao Simba watakuwa wanacheza michezo ya ligi kuu ya ndani, unaiona kabisa ni mechi zilizoshonana kana kwamba hawezi kufanikiwa kuvuna alama zote, au inawezekana kutokana na kikosi walichonacho? Nikiangalia performance yao kwenye record wanaweza kushinda mechi zote, yani wana hiyo quality. Kwa sababu Simba na Yanga ndio timu ambazo zina unbeaten ndefu kuliko timu nyingine zozote. Unbeaten 16. Kuna hizo 16 kuna ushindi hapo na draw chache sana. Kwa sababu mara ya mwisho Simba imefungwa tarehe 19 mwezi wa 10 mwaka jana, ilifungwa na Yanga. Na mara mwisho Yanga kufungwa ni na Tabora 11 mwaka jana. Yanga na miezi 5 unbeaten kwenye ligi, Simba na miezi 6. Ila wote michezo sawa 16. Sasa hii ambayo tunazungumza ni minne. Ipo mara 4 kwenye ile 16. Kwa hiyo kwa haraka ukiangalia performance unaweza kusema hii minne ya mbele kama na uwezo huu na kila kitu kitabaki kama kilivyo, basi nafasi ya kuishinda hii yote au ya kuto kufungwa hii yote anayo. Sio, umeelewa? Ndio. Lakini hofu imekuja kwa sababu kwanza kuna mchezo muhimu wa finali wa kihistoria ambao tarehe 17 mwezi wa 5 2025 Simba ataanza ugenini dhidi ya Berkane. Kwa hiyo kuna maandalizi ya kusafiri na kuwahi kufika kule, si ndio? Lakini ukiangalia tiba yao tarehe 2 mwezi wa 5 wana mechi na bila shaka na Mashujaa wanacheza tarehe 5 ni siku 3, wanacheza tarehe 8 ni siku 3, wanacheza tarehe 11. Tarehe 14 wana ratiba na Singida mechi ya ligi. Tarehe 16 awali ilipangwa tarehe ya Simba na Singida nusu finali kombe la CRB Federation. Ndio. After tarehe 17 ndio mchezo wa nusu finali. Wa finali. Kwa hiyo unaona ukitoka huwa wa Singida ambao possibility ya kusogezwa ni mkubwa. Alafu ukitoka ule wa 14 wa ligi mpaka 17 ni siku 3. Berkane hapo Morocco umefikaje? Kwa bila shaka na huu ndio utasogezwa. Ili angalau kama kumaliza ule wa tarehe 11, alafu wabakishe siku 6 kwa ajili ya kusafiri kufika Morocco, kuzoea mazingira, kufanya training, kuondoa uchovu, alafu ndo aende kwenye mechi. Kutakuwa kuna siku 6 hapo. Lakini angalia Berkane. Ndio. Berkane wao watamaliza mechi yao ya mwisho tarehe 4 mwezi wa 5 Tichatigana. Mpaka tarehe 17 watakuwa na siku 13 za kujiandaa na Simba. Nimezungumza hivyo kwa sababu zile siku 13 au siku ambazo huenda Simba atazipata, hazisemi unaenda kushinda, hazisemi unaenda kufungwa, hazisemi unaenda kudraw. Kadri unavyopata siku tunasema unapata mazingira rafiki ya kujiandaa kuelekea kwenye mchezo. Kushinda ni mwalimu na game plan, wachezaji watakavyoamka na mambo yatakayotokea kwenye mchezo. Ila mazingira ya nje kuelekea kwenye mechi ni muhimu, yanahusika kwenye kuathiri matokeo mazuri. Kwa sababu kama wachezaji wa Simba watapumzika vizuri, maana yake watakuwa kwenye fresh mood, wataenda watacheza kwenye fresh mood, aidha wanashinda, aidha wanafungwa, aidha wanasare. Lakini lazima uoneshe kwamba kama bodi ya ligi umethamini Simba na finali kubwa, ana michezo iliyofuatana sana, then kuna haja ya kuipunguza. Kwa mfano FIFA inasema michezo isipungue siku 3. Ile sio iwe tabia. Yani Tichatigana na akademi yake cheza Jumatatu, siku 3 cheza tena Alhamisi, cheza tena Jumapili au Jumamosi. Yani iwe kwenye emergency ya kwamba unahitaji kubananisha mechi, basi zisipungue siku 3. Lakini sio kama hivi ambavyo ligi yetu imeweka. Nimerudi kuangalia Berkane. Berkane anakaa wiki, anakaa siku 6, anakaa siku 8 ndo anacheza mechi.
Nimerudi kuangalia nyuma za Simba ziko hivi. Nimerudi kuangalia mechi 4 za Yanga. Yanga ndo ratiba yake inampa nafasi ya kupumzika. Yanga kuna ratiba imekaa siku 4, kuna ratiba imekaa siku 6, kuna ratiba kaja siku 3, kuna ratiba kaja siku 3 kakaa siku 4, siku 5, siku 6, ana hiyo ample time. Kwa hiyo nadhani busara tu kuona kwamba hizi fixture kwake kuna namna zimesongamana na kumpa nafasi ya upendeleo ya kwenda kucheza finali, apumzike. Sawa, Ticha, kwani kwa muda ambao Simba hajacheza michezo ya ligi kuu ya Tanzania bara akiwa anashiriki michuano ya kimataifa, pengine mechi alizozicheza dhidi ya Stellenbosch, kacheza dhidi ya Al Masry hapa, kuna kitu cha ziada amekipata kwenye timu kwa ujumla kinaweza kikawa ni advantage kwao pindi ambako wanakutana na kina Pamba hao, wanakutana kina Mashujaa, kina JKT na hata Yanga pia akakuwa anaweza kukutana naye bado. Kuna kitu cha ziada wamekipata kutokana na michuano ya kimataifa? Yes. Wamepata intensity tofauti, testi tofauti. Unapocheza domestic unacheza na yule uliozoeana naye, kaka binamu, nimecheza naye 2000 na labda kwa mfano, unacheza na Namungo. Kama Simba unaangalia mtu kama Namungo kwenye timu ya wachezaji wazuri ambao wanaogopesha, unazungumza pamoja na ndugu yangu Mnyoni. Lakini amekuepo Simba, amekuepo wapi, yani mmezoeana. Enough. Juzi tumeona testi tofauti, watu wanamzungumza sasa hivi wanamzungumza yule Kelvin Titus. Titus. The way alivyowakimbiza. Zile testi au vionjo hawakuwa wamevipata. Na ukiwa unacheza Simba unacheza Yanga, unapokwenda kucheza kwenye mechi za mikoani, yani wewe ni mshindi kwa sababu una ukubwa wa profile, umeshajenga hofu kwa huyu mdogo, papa mdogo. Yani samaki mdogo ambaye anamuogopa papa. Lakini unapoenda kwenye hizi level ya kimataifa, unakutana na mechi ya usawa wako, mjuani, wako serious, intensity yake ndani iko safi, mbinu. Kwa hiyo unakuwa umeadvance. Utakavyorudi kwenye daraja hili la kwako, kuna kitu kitakuwa tofauti sana na wewe. Kitakuwa kimeongezeka ama kimepungua? Wewe umepata faida kubwa sana. Yaani wewe maarifa yameongezeka. Si ndivyo? Na intensity yako imeongezeka kwa sababu umejipima kwenye sehemu nzuri. Yaani Ticha, ninachotaka kufahamu kwa mfano kwenye hii ratiba ya Simba, kwenye hizi mechi ambazo anaenda kucheza baada ya kutoka kimataifa sasa huku. Yes. Advantage ambayo ameipata hata kama kwenye hii ratiba angekuepo Yanga Afrika anacheza naye kwa ukubwa wa Yanga Afrika, bado Simba angekuwa na advantage kwa sababu kacheza michuano ya kimataifa zaidi, amempa experience ya kupambana kuliko ambaye amecheza mashindano ya ndani kwa muda mrefu. Sasa Simba na Yanga wakubwa kwa pamoja. Na Yanga ameshacheza mechi za kimataifa. Hata kama amecheza katika labda interview miezi 2 mitatu nyuma before, wale wanakuwa na balance uwezo wao. Ni tofauti na wale. Swali lako la kwanza usilitoroke ukiwataja Pamba kama sema mfano. Wale niliwataja. Nikazungumza tu Pamba ni underdog anapokutana na Simba kabla Simba hajapata huo uzoefu wa wiki in wiki out kwenye mechi za kimataifa. Tunaporudi kuzungumza mechi za kimataifa, tunazungumza kwamba Simba anakuwa amegeni mara 2. Kwa yule ambaye anamuogopa Simba, hofu yake itakuja mara 2. Atazalisha makosa mengi kutokana na hofu. Ndio maana nikatoa mfano kwa hii mechi ya mwisho ya Stellenbosch. Moja ya mtu ambaye ameperform katika mechi zile 2, tunamzungumza Kelvin Titus. Ambao tumekuja kumzungumza, tunamzungumza De Jong. Tunakuja kuzungumza ni sample za players ambao mabeki wa Simba walikuwa wamerelax kwa wanapocheza na ndani. Unazungumza kina ndugu zangu akina Mayombia, Zabona, kina Kaseke, Pamba hizo. Unaona kwamba ushindani wao ungekuwa katika daraja la kati. Lakini umetoka kwenye madaraja ya juu. Labda nikuongezee kitu kimoja. Si wakati tulikuwa tunafanya mitihani ya ujirani mwema. Ujirani mwema, mimi nisoma Changanyikeni kule chuo kikuu ndani, shule ya msingi. Tulikuwa tunatoka mnaenda Msewe, mnafanya labda mtihani Baruti wapi, ile around Mlimani pale pana shule ya msingi inaitwa Mlimani, mnafanya. Ilikuwa ni kipimo kizuri cha kujipima level yenu. Lakini baadaye walimu wakawa wanataka mitihani ambayo iko advanced. Yaani ni sawa na mtu anayojitwini. Si ndivyo, kufanya labda mitihani ya darasa la 7, kurudia ile kufanya mitihani ya darasa la 7 mara kwa mara, afu siku unapompa mtihani wa darasa la 4, yeye atakuwa kwenye form nzuri kwa sababu amezoea makubwa magumu, anakuja kwenye nafasi ambayo ni comfortable kwake. Sawa, labda kabla sijaondoka kwenye swali hili pia Bisai ni kusikilize na wewe. Simba ana faida ya ziada kucheza mechi nyingi za kimataifa na kuacha kucheza kwa muda ligi ya ndani. Sasa anarudi kwenye michezo ya ligi ya ndani. Kuna faida ya ziada anaipata kutoka nje ambayo inaweza kumsaidia kushinda mechi zake hizi kwa ubora mkubwa sana bila kujiuliza rotation. Eneo la faida lonalo ni ile mentality ya ushindi kwa sababu ameenda finali. Kwa hiyo kuna atmosphere nzuri sana kwenye kambi ya Simba.
wachezaji wanawaza michezo, wanawaza ushindi. Kwa hiyo hawataki waharibu walichonacho kwa maana ya atmosphere nzuri. Kwa hiyo kama ni mechi ya ligi, wataka wacheze washinde, wakiamini wanaweza kama walivyoshindana kwenye ushindani mgumu dhidi ya Stellenbosch, dhidi ya Al-Masry kwa kupigwa 2, wakasawazisha kwa Mkapa, wakaenda penalty, wakapita kwa njia ya kusisimua. Kwa hiyo mentality ndio faida walionayo. Lakini mimi nilikuwa nimezungumza kupumzika kwa sababu si tu ile michezo inachezwa, hata kama una kikosi kipana. Ndio. Ile michezo una uhatari wa wachezaji kuumia. Una uhatari wa wachezaji mmoja wapo au watano wanaweza wakacheza zile mechi zote 4. Wakapata mchoko afu plus kusafiri afu kwenda kucheza intensity ya Berkane. Kuna muda unaweza kaona Simba wanaweza kukosa mazingira mazuri ya kujiandaa kwa sababu tu ya ule mfululizo wa michezo. Na Morocco kuna kuunganisha flight, kuna hali ya hewa. Kama Berkane wataenda kucheza kwenye uwanja wao, kwa watu ambao wamesafiri Morocco wamenyeleza huko nje ya mji kabisa, mbali. Kwa hiyo pia itakuwa sehemu ya gharama yao. Kwa maana nikasema unaweza ukasema wamesajili wachezaji 30 bwana. Mechi ya tarehe 2 wapange hivi na Mashujaa, tarehe 5 wapange hivi, tarehe 8 wapange hivi. Hiyo ni wewe unawaamulia. Ila hiari ya Simba kumpanga nani, wana hiyo entitle, wana hiyo haki bila tichatigana, bila Bisai, bila Maziku kuwaambia kwamba pangeni rotation au msipange. Wao wanaweza wakaamua mechi ya tarehe 2 Mziki, mechi tarehe 5 ile first 11, hiyo iko ndani. Yaani sisi kutoka nje kuona kama hoja ya rotation bana. Na hili niweke clear. Tizungumzi hivi kwa sababu Simba iko kwenye mazingira. Nilizungumza hivi kwenye moja kituo baada ya Yanga kuwa kwenye situation hii. Na bodi ya ligi ilikuja wakati mimi nafanya mahojiano na mmoja kiongozi wa bodi ya ligi, Mzee Mguto akasema bodi iliwa overlook Yanga, yani haikutegemea Yanga inaweza kwenda finali. Kwa Yanga kile ilipokuwa ikisogea kwenye finali walikuwa na hairisha mchezo. Kumbukumbu ni ligi ilisimama 2 weeks kusubiri Yanga amalize finali. Alafu alivyorudi akacheza mchezo wa nusu finali na Singida, akaenda finali. Si unaelewa? Akaenda akacheza finali kwa Mkapa, akapoteza 2-1, akaenda akashinda Algeria. Bila shaka alipotoka kule akaja kumaliza michezo ya ligi na kombe la CRB, Yanga akamaliza msimu. Timu zilimsubiri ndio msimu kaisha baadaye kucheza. Sasa hivi Simba akameingia makundi. Kafika robo wakaanza kubadilisha ratiba. Kaenda nusu wamebadilisha ratiba. Sasa kafika finali anasubiri michezo 2. Wakaona kwenye ile gap kuna michezo wamwekee ambao tayari wameonyesha ile 4. Sasa leo kwenye Sports Headquarters tumezungumza na CPA Issa Masud, mjumbe wa bodi ya kurugenzi wa klabu ya Simba. Amesema yeye kama mtu, sio msimamo wa taasisi, anaona ile michezo iko mfululizo na anatamani isogee. Kama mtu Ahmed Ali amezungumza bila kuweka tabaka, aidha ni msimamo wa klabu au ni msimamo wake, ila ameongea Ahmed Ali moja kwa moja kwa kusema ile michezo ameiona, ratiba walikuwa wanajua na wao wanaweza kucheza, hawana shida. Si umeelewa? Sasa mawazo yamekuwa tofauti kwa watu wanaotoka sehemu moja ya Simba. Labda niliwekea hivi Ticha Tiga na Lukinja, swali chungu lisiloumiza, lakini na naamini utalikabili tu. Ili Simba pengine atoke kwenye huu pepo wa kuangaliwa na mashabiki wa Yanga watamwambiaje, wa Simba wa mashabiki wa Simba watamwambiaje, kuna haja ya Simba kuweka sababu ya makusudi wao kusema waitazame zaidi mechi ya Berkane kama ndo shabaha yao ya ushindi. Huku kwingine wasitumie nguvu sana, kwa sababu hata wakichukua ubingwa labda wa ligi au kuchukua ubingwa CRDB, hauwezi ukawa na mashiko kama wakichukua ubingwa kombe la shirikisho. Huku wafanye hata rotation, wacheze hata kina Duchu, wacheze kina Kijili, lakini waweke nguvu zaidi kwenye mechi ya kimataifa. Huenda ikawa na faida kwao au ikawa haina faida. Cha msingi inatakiwa kukabiliana na kilichoko mbele yako. Michuano ya kimataifa itaisha kabla ya ligi kuu Tanzania bara kumalizika. Kwa hiyo ilikuwa ni vyema kukabili kilichoko mbele yako. Yaani high concentration ikawe kwenye michezo ya kimataifa kuliko hii ya ndani. Yaani concentration ya ndani kwa sababu ni marathon, inaenda taratibu, ina nafasi ya kupoteza ukarecover point. Ile ni ya mtoano na ni mechi 2 ambazo zinakupa ubingwa wa Afrika. Sijui kama nimeeleweka hapo. Kwa hiyo ni bora ukaendea finali ya karibu kabla ya kufikiri marathon kwamba nina wiki nyingine 4 za kucheza ligi nikatoka na ushindi. Kwa hiyo ni lazima mtengeneze vipaumbele wenyewe ndani ya taasisi. Kipi kipaumbele chetu cha sasa? Kwa kuwa una finali mbele, ninadhani ilikuwa beta kwa kipaumbele. Na kwa mechi kama hizi ambazo Simba amebakiza,
zipo ambazo zinaweza zikamchallenge, zipo ambazo anazimudu. Hata kama utagawa squad, kwa maana ya kwamba squad hii tuwakilishe kwenye mechi za kimataifa za ndani, kuna maeneo ambayo Simba atapata sana point, labda against Pamba hawa ni daraja ambalo anaweza kuwafunga na mchezaji alionaye Simba, hata kama atagawa katika kikosi. Ticha nimeangalia Pamba na mahitaji ya kuto kushuka daraja, nimeogopa kwa sababu Pamba wana watu Ticha, Disha Dogo ameongeza, kwa mfano wana Kamara yule kipa, wana Madu Kamara beki yule, wana Antwi alikuwepo, Momanyi kaingia anafunga, Kamara yule Abdullahi Yonta naye anafunga, Kaseka ameamka kwenye kiwango, mchezaji alikuwa na Mungu nani James Mwashinga yuko ni kiwango. Kuna wachezaji kama kuna yule kutoka Kenya yule striker wao anakimbia kama kipepeo Tegis tumemtaja. Kwa hiyo kuna Pamba jina ambayo ilianza msimu ambayo ilionekana kama inashuka. Alafu kuna Pamba iliyoanzia hapa Januari kuja huku tunapokuja. Kuna Pamba fulani hivi imebadilika fulani. Kwa hiyo kama ukisema let's say Simba afanye rotation. Unajua baya rotation sio kama wale wachezaji hawana uwezo. Ticha kocha analijua hilo. Anza kaelezea vizuri zaidi. Sio kama wale hawana uwezo. Ni kwamba unawafanya wacheze mechi moja wote ambao hawakuwa wamezoea kucheza. Gharama yake wanaweza sio wanaelewana. Wanaweza sio na mentality ya kupambana wote kama ambavyo ilizoeleka. Kwa hiyo wakicheza kwenye mpinzani ambaye atataka watu bora wa kitimu, wale wachezaji wataanza kupata tabu. Ndio maana Abisai wataanza kupata tabu. Tulizoea hii pasi inapigwa pap fulani anafungua, hawapo. Kwa hiyo na wewe utaanza kucheza peke yako, huyu atacheza peke yake, gharama yake ndio hiyo. Mtajikuta mnafungwa bila kuelewana. Beki angecheza huyu, mnabaki mnaongea, goli shaingia. Tumtumie mwenyekiti wa Simba. Tutumie jina lake kwa maana ya Murtaza Mangungu. Ukiona jina lake alitoshi utatumia la Modeuji. Akija mbele ya bodi, mbele ya wachezaji na benchi la ufundi, akasema jamani sikilizeni. Ubingwa wa ligi kuu tushauchukua, sio habari mpya hii. CRDB kombe la shirikisho ndani tulishaye kulichukua, sio story mpya hii. Tunataka story mpya. Sisi huku tusitumie energy. Yaani tukacheze kupambana kutaka alama 3. Lakini tusitumie energy za ziada. Kwa sababu tuna mechi ya finali ndio inataka hadithi mpya iandikwe kwenye ardhi yetu. Huku ndiko tutumie nguvu. Hiyo mentality ya timu ndogo. Hiyo ni mentality ya timu ndogo. Sio huyo Mangungu au Bwana Moa ataonekana mwisho. Yaani ni mentality ya timu ndogo kwa sababu kwenye ligi kwanza Simba yuko kwenye ligi ambapo atashinda mechi zote bado ni mtihani kuwa bingwa, kwa sababu Yanga naye aonekana akishinda hivyo story inabadilika, kwa sababu moja mechi yake ni ya Yanga. Dabi ambayo haijulikani kama itacheza. Yaani ukisema mechi zote ubingwa anaweza, kwa sababu moja mechi yake ni ya Yanga. Ndio nasema kuna mechi za ligi Simba yuko finali Confederation, Simba yuko nusu finali CRDB. Timu kubwa zinawaza kubeba zote. Inapotokea unafungwa kimpira unaeleweka. Tutaangalia mechi tutasema jamani, Ticha na Maziku, hii mechi ya Simba amezidiwa uwezo. Hebu cheki hapa alikuwa ana cha kuofa. Yaani hapo amemaliza. Tutakuja tutasema hapa Simba amepoteza kiuwezo. Lakini mechi ambayo utaona Simba amepoteza kwa sababu kufanya mabadiliko makubwa kwa kigezo eti huku atuweki nguvu. Simba hana ubingwa muda gani shewa? Alafu wa ligi miaka 4. Unaenda wa 4. Yanga kibeba huu anakuwa amelipa zile za Simba. Kwa hiyo Simba hana luxury ya kusema kwa sababu kila sehemu ambao unaona Yanga yupo, ukiondoa ile finali ndo watu ambao wanamkwamisha Simba. Kwa hiyo unbeaten 16. Timu iliyoifunga Simba ilikuwa Yanga. Na kwenye mechi za Fadu za Tanzania hapa timu mbili amefungwa mara 2 tu, ni Yanga zote mara 2. Kwa hiyo sehemu ambayo Simba anaenda kukutana na Yanga kuna kikwazo cha kwenda kwenye kombe. Huku kwenye CRDB Federation ana Singida. Let's say akimbiti Yanga nafasi ya kumbiti watakutana na Yanga finali. Kwa hiyo kuna uwezekano Simba yuko kwenye mashindano yote matatu. Anaweza akamaliza msimu akakosa yote matatu. Anaweza akamaliza msimu akayapata yote matatu. Anaweza akamaliza msimu akapata aidha mawili au moja kwenye mwishoni mwa msimu. Kwa hiyo hana luxury, hana uhakika na wapi ni mimi nachukua. Kwa hiyo inabidi kila kilichopo mbele ukiendelee kwa mahesabu. Sasa Ticha, nini kama kikatokea Simba akakosa mataji yote? Mimi ratiba nimeiona naanza kuogopa. Kitatokea nini? Simba atakuwa amefeli Fadru na timu nzima au haina haja kuonyesha kidole amefeli msimu huu? Akose shirikisho, akose CRDB, akose ligi kuu. Sawa. Kabla ya kujibu hilo, naomba nikumbushe huyo kiongozi ambayo ataenda kuiface benchi la ufundi na players kwamba kaeni hapa. Jamani, tumetathmini, tumeona njia hii ngumu kwetu, hii nyepesi kwetu, tu concentrate huku tulegee. Yule baada ya maamuzi ya management, yule shujaa wa kwenda ku address kwa wachezaji.
si ndivyo? Ndivyo. Yaani sidhani kama kuna kiongozi atakuwa shujaa wa kwenda kuambia hivyo wachezaji. Kuambia wachezaji wacheze under performance kwa sababu wanahifadhi nguvu kwa njia nyingine. Au watakuwa wehu. Na ukienda huko unapohifadhi nguvu ticho kifungwa? Hiyo ni moja. Pili, tutamtofautisha vipi yule na mpanga matokeo kwamba quality ipungue, timu icheze under performance kwa sababu inahifadhi nguvu. Sasa teacher, sio ndo under performance. Yaani unafanya rotation, si watumiki na si watumiki na Kibu kina Mpanzo huku. Yaani wewe unakwepa maneno ya teacher kwa sababu inawezekana kwako ana sound kikali. Unachokisema ndo anachokisema yeye. Yaani kina tofauti, upangi matokeo hapo. Unaanza na Mtale huku uanzi na Kibu, unaanza na Chasambi na Balua uanzi nao na kina Mpanzo. Naomba nijibu la pili. La pili, kitu kilichoifanya changamoto hii tokee ni yule anayeshindana na Simba kuwa ana ushindi mfululizo. Maana yake Simba sasa ana defeat ya point 13 kama ni 7-70. Yes, point 13. Kwa mechi zake ni do or die, must win a game. Yaani lazima upambane ili ushinde. Matokeo ya sare sio rafiki. Ukifanya vinginevyo, ukaenda labda kwenye sare 2 au 3, inawezekana katika mbio hizi ambazo tunaziona ziko tight zikaja kutubadilishia atmosphere, ukaona kuna timu inatoa ubingwa kabla ya michezo mitatu au mingapi. Yaani huku nyuma itakuwa ni sawa wamefanya Mazinga Oembo, yani au si ndivyo? Kwa hiyo mahitaji ya Simba sasa hivi kwa sababu kashayaona matokeo ya mbele ya mwenzake Yanga ni kupambana na deni la point 13 kwa kushinda kila mchezo ulioko mbele yake. Kwa hiyo atakuwa serious kwa hali ya juu kwenye kushindana huko. Kinyume na hapo uwezi kusema kwamba nitapita njia moja nikafanikiwa nikarudi. Na possibility pia ya kushinda treble ipo na kinyume chake kutokushinda treble kwa maana ya kukosa kikombe pia ipo. Au kwa lugha nyingine unaweza kusema Simba kushinda treble msimu huu ni 50%. Na Simba kukosa makombe yote msimu ni 50%. Sasa swali ambalo teacher hajanijibu na kuuliza wewe. Ikatokea Simba kapoteza mataji yote kwenye 50%. Atajwe Fadru kafeli ndani ya Simba au aimbwe kama shujaa kwa namna alipofikia? Ukisema hoja kwanza tuongee uhalisia. Tuongee? Hapo tu tunaongea uhalisia kila kitu. Tuongee uhalisia. Ili Fadru useme amefeli, kuna malengo alipewa. Tutabisha hodi Simba, mlimpa Fadru malengo gani? Watasema sisi tulimwambia ajenge timu, hatukuwaza ubingwa. Swali lako linakuwa limeishia hapo. Unaamini tunampongeza hapo, tutampongeza Fadru. Bana, finali unajenga timu, umeshindana na mpaka ligi mwishoni, unajenga timu, umefika hadi finali CRDB unajenga timu, hongera. Lakini wakija wakisema tulimwambia ajenge timu, lakini ajitahidi asikose kombe lolote, au tulimbadilishia malengo katikati tulipofika tukamwambia lengo letu ni makombe yote au ni kombe fulani, hapo ndo tutasema bana, kwa mujibu wa Simba Fadru amefeli kwa sababu hajafikia malengo. Lakini ukikaa pembeni ukamtathmini coach na safari, unaweza kusema kwa msimu huu yawezekana amepata somo kwa njia gumu. Kama ikitokea atakosa yote, inawezekana msimu ujao atakuwa amewasha akili, huenda atafanikiwa zaidi. Na haitoshi kumfukuza. Kwa sababu mpaka sasa kinachotokea Simba kwa Fadru ni hatua kubwa, hatua kubwa aliyopiga ya kushangaza, ni surprise, ni bonus achievement. Yaani mimi msimu unaanza nishampa Yanga ubingwa. Sasa hivi ana nafasi kubwa bado. Yanga kuwa bingwa. Sijabadilisha. Lakini mpaka hapa Simba alivyo challenge hivi sikutegemea. Simba nilimuona na nafasi kubwa ya kufika mbali. Sikutamka mbali ni wapi kwenye shirikisho. Simba yuko finali. Mimi kan surprise brother. Shirikisho huko CRDB siwezi kushtuka kwa sababu quality nyingi huko anazimudu. Lakini msimu uliopita hajacheza finali. Msimu nyuma yake hajacheza finali. Msimu nyuma yake hajacheza finali. Kacheza finali 2021. Kwa hiyo kumbe hata huko ana challenge yake na alifunga Yanga mara mwisho. Sawa, Bisai Steven Junior huyo kachero wa kimataifa na teacher Tiga na Lukinja Mpwa. Tunaifunga hivi kick-off number 1. Kaa tayari kwa ajili ya kutazama kick-off number 2. Ni mwendelezo wa ligi ya kikapu kule nchini Marekani NBA, michezo ya playoff ambayo inachezwa. Wewe ni shabiki wa Golden State Warriors